Naam, mwandishi wetu wa Jambo siku ya leo inatokea huko mkoani Morogoro. Na si mwingine bali ni Remi Yasinti, na anakwenda kuzungumzia kuhusiana na uboreshaji wa miundombinu wa barabara na madaraja. Remi Yasinti, habari za asubuhi kutokea Dar es Salaam. Sisi tumeamka salama na tumeendesha gurudumu mpaka dakika hii. Karibu sasa, mudani wako. Nipo katika daraja la Fungafunga, daraja linalounganisha kata mbili za manispaa ya Morogoro, kata ya Mji Mpya lakini pia kata ya Kichangani. Daraja hili linalogharimu zaidi ya shilingi milioni 400, linalojengwa na serikali kwa usimamizi wa TARURA ndani ya wilaya ya Morogoro. Lakini hapa wapo wananchi ambao ndio wanufaika wakubwa na daraja hili. Wenyewe watakwenda kutuelezea awali hali ilikuwaje, lakini kwa sasa baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa daraja hili, matarajio yao ni yapi? Ndugu yangu, karibu. Jina lako nani? Tuelezee awali hali ilikuwaje. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Henry. Kwa kweli awali hapo mwanzo, kwa sababu mimi tangu mdogo nimekuwa maeneo haya, kwa kweli ilikuwa kila mwaka, hasa kipindi cha mvua, tukianzia na mazingira ya maji ilivyokuwa inaleta shida hapa. Kila kipindi cha masika hapa inakuwa shida, lakini ilikuwa changamoto kubwa namna ya kuvuka hapa na gari au na usafiri wowote mkubwa. Ilikuwa ni pikipiki tu na baskeli. Lakini kwa sasa tunashukuru. Asante sana. Mtazamaji wa TBC, wananchi wenyewe ni mashuhuda kwa haya yanayoendelea kufanyika. Nipo na mwananchi mwingine hapa. Jina lako nani? Tuelezee wewe umenufaikaje au unatarajia kunufaikaje na uwepo wa daraja hili? Mimi naitwa Clemens Maitini, na manufaa daraja hili na furahi lilivyojengwa. Kuna usumbufu sana mtaa wetu hapa. Hapa kuna maji mengi yanatusumbua, daraja kupo jembamba. Na sasa hivi tunashukuru Mungu daraja kubwa limetanuliwa. Hata usafiri wa magari yanaingia kutusaidia ndani kota huko. Ukiona matatizo ya moto au nini, manufaa patikana vizuri. Kumekuwa na utamaduni au tabia baadhi ya watu kuharibu miundombinu kama hii ambayo serikali imewekeza fedha nyingi. Nyie mkiwa wananchi ambao mpo karibu kabisa na daraja hili, mmejipangeje sasa kuhakikisha mnalilinda? Sisi tulilinda vizuri, si ndo maeneo yetu haya hapa. TARURA ndani ya manispaa ya Morogoro imeendelea kuboresha miundombinu ya barabara za mitaa mbalimbali ndani ya kata zilizopo ndani ya mji huu wa manispaa ya Morogoro. Ndugu yangu, jina lako nani na una nafasi gani TARURA? Je, mipango hii ya ukarabati wa barabara ni endelevu au ni kipindi hiki tu? Nashukuru sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa Boniface Kapumbe, natokea TARURA wilaya ya Morogoro, na hapa nipo kwa ajili ya kumwakilisha meneja wa TARURA wilaya ya Morogoro. Kwa ufupi kabisa ni kwamba kama TARURA sisi nia yetu ya dhati ni kufika kusipofikika, kama kauli mbiu ya TARURA inavyosema. Kwa hivyo tunaendelea kujitahidi sana. Kama mwenyewe unavyojionea, tumetembea maeneo mbalimbali, kazi za uchongaji wa barabara zinaendelea. Mpaka sasa tunategemea kuchonga barabara zaidi ya kilomita 123. Na kazi tuko hatua za mwisho, tunaendelea kuchonga barabara. Lakini sambamba na hilo, tuna kazi nyingine za kuendelea kulinda barabara za lami. Kwa maana tunaendelea kuziba vilaka, na wakandarasi wako site wanaendelea na kazi. Lengo kubwa ni kulinda hizi barabara za lami zisiendelee kuharibika. Lakini pia tuna miradi mingi ambayo inaendelea. Na hii miradi inatokana na vyanzo mbalimbali vya fedha, ambapo ni jimbo, lakini pia tuna vyanzo vya tozo, lakini pia mfuko wa barabara. Kwa hiyo tunaendelea kutekeleza kazi nyingi, na tunaishukuru serikali. Tunaishukuru sana serikali kwa sababu sasa hivi tuna uwezo kama manispaa, tuna uwezo wa kuwa na zaidi ya bilioni 3 katika mifuko yote ya fedha kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Asante sana, asante sana. Licha ya matengenezo ya barabara ndani ya mitaa, lakini kwa sasa manispaa ina zaidi ya kilomita 60 za barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami. Lakini tutakwenda kujua hapa barabara hizo ni zipi na mikakati ya TARURA kuhakikisha barabara nyingi zinapitiwa au zinatengenezwa au kujengwa kwa kiwango cha lami ndani ya manispaa hii. Ndugu yangu, jina lako nani? Tuelezee mipango yenu sasa kuhakikisha barabara zote za manispaa ya Morogoro zinajengwa kwa kiwango cha lami na zege kwa siku za usoni. Asante. Kwa majina naitwa Mhandisi Mboka Macnon Nkwera, ni kaimu manager wa TARURA wilaya ya Morogoro. Kama tunavyojua Morogoro sasa tunataka kuelekea kwenda kwenye jiji, na ili tuwe jiji maana yake tunahitaji kuwa na kilomita nyingi za barabara za lami.
Kwa sasa tuna mradi ambao serikali umetuletea, mradi wa TACTIC ambao ni fedha za ufadhili kutoka Benki ya Dunia. Mpaka sasa tumeshakamilisha kilomita 12.85 kwa thamani ya bilioni 19.6. Hata hivyo tuko kwenye kundi la pili ambalo tutapewa tena fedha zingine kwa ajili ya ujenzi wa zaidi ya kilomita 8 tena za lami ambazo zitafungua mji wetu zaidi. Lakini mbali na fedha hizo pia tumeendelea kutumia fedha za ndani kwa ajili ya kuboresha barabara zetu nyingi kwa kiwango cha zege, ikiwemo barabara ya Mazimbu Road ambayo itajengwa kwa kiwango cha zege. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha zile ambazo zipo, lakini pia tunaendelea kujenga mpya ili tufikie hatua kubwa ambayo tutakuwa tuna kilomita nyingi za barabara za lami na za zege, kuondoa changamoto ya barabara katika eneo letu la manispaa. Asante sana, asante sana. Hayo ni mambo mapya kabisa ndani ya manispaa ya Morogoro. Manispaa ya Morogoro miaka yote imekuwa na ndoto ya kuwa jiji. Nipo na meneja wa TARURA mkoa wa Morogoro. Yeye ndiye mwenye barabara zote za TARURA ndani ya mkoa huu. Atakwenda kutuelezea mikakati lakini fedha ambazo wamezipokea kwa lengo la kuboresha au kujenga barabara ndani ya mkoa wa Morogoro. Kiongozi, karibu. Asante. Ndani ya mkoa wa Morogoro kwa mwaka huu wa fedha tumeidhinishwa zaidi ya bilioni 23 za kufanya matengenezo mbalimbali. Na lengo ni kuhakikisha kuwa maeneo yote yanaweza kupitika na kuhakikisha kuwa tunaunganisha mkoa wetu wa Morogoro na mikoa mingine. Kwa mfano ni tukitolea kwa manispaa hii ya Morogoro pekee, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021 tulizoea kupata zaidi karibu bilioni 1.97. Sasa hivi tunaingia bilioni 8. Na ni kwa mipango hii ya ndani. Tukishirikiana na wadau wa maendeleo tumeelezwa hapa zaidi ya bilioni 19 zimewekezwa. Naongea mfano huu wa Morogoro kwa kuwakilisha wa Morogoro manispaa kwa kuwakilisha na wilaya nyingine, ni kwamba maendeleo haya yaliyofikiwa wakati huu kwa hii mipango ya serikali inayowekwa yangeweza kufikiwa mwaka 2041 katika mahesabu yetu, kama tungezoea kupata ule mgao ule wa mwaka 2021. Kwa hiyo nipende kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa juhudi kubwa ilizoziweka tangia mwaka 2021 kuwekeza rasilimali fedha katika kujenga miundombinu ya barabara. Lengo kuu katika miradi yetu yote tunasisitiza ujenzi sisitiza thamani ya fedha. Thamani ya fedha inapatikana na kiasi kwamba tunajenga kuhakikisha miundombinu yetu inakuwa imilivu. Daraja kama hili kwa mfano unaliona lina uwezo wa kudumu zaidi ya miaka 70. Sasa tunawekeza hilo na tunatumia teknolojia mbadala, teknolojia rahisi. Kwa mfano tumeshajenga zaidi ya madaraja 13 ya mawe. Madaraja haya yamepunguza gharama kutokana na hali inavyokuwa. Yamepunguza gharama zaidi ya 70%. Kwa hiyo madaraja mawe tunaendelea kujenga. Lengo letu kuu kufika 2030, kwa sababu mkoa wetu wa Morogoro una mvua nyingi na mito mingi ya kutosha, ni kujenga madaraja 67. Na sasa hivi kama nilivyokueleza zaidi ya madaraja 13 tumeshajenga. Lakini kuhakikisha kwa maeneo ya milimani kule, nafikiri tutapita siku moja mtaona kwa maeneo mengi ya milimani yako kwa ajili ya uzalishaji wa korosho, uzalishaji wa mazao ya viungo na maeneo na mazao mbalimbali pamoja na madini. Sasa maeneo hayo tunajenga barabara za zege kuhakikisha kuwa zinadumu, maana huku tulivyo na mvua nyingi, ukijenga barabara za udongo pekee nafikiri haziwezi zikadumu. Kwa hiyo naona kuwa juhudi zipo zinaendelea, na tunaomba sasa wananchi waitunze hii miundombinu, lakini waiamini serikali kuwa iko hapa kuwatumikia ili kuhakikisha kuwa wanakuwa na maisha bora. Meneja, asante sana. Mwenyekiti na mtazamaji wa TBC, haya ndiyo mambo yanayoendelea kufanywa na TARURA ndani ya mkoa wa Morogoro. Kumekuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wananchi, hususan kipindi hiki cha mvua. Miundombinu ya barabara imekuwa ikiharibika mara kwa mara, lakini TARURA wenyewe wanasema bado wanaendelea kwa kadri wanavyopata fedha kuboresha miundombinu hii ambayo ni muhimu katika usafiri na usafirishaji kwa shughuli mbalimbali za wananchi. Mimi hapa sina la ziada. Kwa niaba ya mpiga picha yangu Samuel Steven Kwambaza, nirejeshe matangazo haya studio kuendelea na vipindi vyetu vya Jambo Tanzania.
Naam, asante sana Remi Yasinti kutokea huko mkoani Morogoro, na tuelekee moja kwa moja kwenye kampeni ya mwezi.